Nina wasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Asante sana kwa sapoti ambayo mnazidi kupea hichi kituo. Mwenyezi Mungu awabariki. Sambaza kanda zetu, sambaza linki zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Serikali ya Samia imeweza kukiri kwamba iliwakosea wananchi kwa kuiba kura, kwa kuwaua raia na kwa kuwatesa wananchi. Kukiri kwa Samia kumeweza kufanyika kupitia kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi Tanzania, kutokana na kamata ambazo wanaendeleza Tanzania kwa wale ambao wanaikosoa serikali, wameweza kulipuka na kuambia baadhi ya wale ambao wanawakamata na kuwapoteza kwamba serikali inakubali ndio imewakosea wananchi na kuna mpasuko na mgawanyiko kati ya raia na serikali. Kwa hivyo eti kipindi ambapo wanaharakati wanazungumza ukweli, wanaharibu mbinu ya serikali kutaka kurejesha imani yao kwa raia baada ya kuwaua wananchi na baada ya kuiba kura. Kuna askari mmoja aliniambia, sasa sijui kama ni siri lakini nasema, akasema, Mwandambo tu umekamatwa. Tatizo lako sasa hivi kuna mpasuko mkubwa sana kati ya serikali kuu na wananchi. Mpasuko tunajaribu kurudisha wananchi na serikali yao vipatane. Sasa watu kama wewe Mwandambo, mnapopenyeza vineno vyenu katikati, mnatupa kazi ngumu mno ya kuziba ufa. Huyo mwenye umeweza kumsikiliza hapo ni mwanaharakati ambaye alikuwa kipindi kimoja mwalimu wa shule ya msingi, Bwana Clemens Mwandambo, mwenye amekamatwa zaidi ya mara 3, amefinywa. Inaonekana kwamba sasa ameweza kukubali kwamba Samia ni rais. Unajua yale maneno ambayo Clemens Mwandambo anazungumza, sio yeye anazungumza, ni yale mateso ambayo aliweza kupitia kwa jela. Clemens Mwandambo ameamua kuelezea Watanzania kwamba wale ambao walikuwa wanakamata ama wale ambao waliweza kumkamata, mmoja wao aliweza kumwambia kwamba wewe unaharibu juhudi za serikali kuziba lile pengo, ule mpasuko ambao umeweza kutokea kati ya raia na serikali. Cha kushangaza, kumbe Samia na vibaraka wake, hii serikali batili, wanajua wazi kwamba wananchi hawaikubali na hawaitaki serikali hii ya CCM, na yeyote anayesimama kusema mawazo ya wananchi wanamuona tatizo kwao, maana atafanya wananchi wakaze na wasitambue serikali iliyoua maelfu ya wenzao ili kujiweka madarakani. Yaani jinsi ambavyo mimi ninazungumza hapa eti mimi ni kikwazo kwa Samia. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji. Yaani Samia yeye alikuwa anataka kuua, alafu angoje wananchi watulie ndiposa aweze kuongoza? Huyu mama yuko na akili kweli? Yaani wanaamini wote wakikaa kimya basi wananchi watazoea na watakubali waliotendewa Oktoba tarehe 29 hadi Novemba tarehe 3 mwaka 2025 yapite, si ndio? Yaani yapite na wao waendelee
kuwa watawala wa waliouawa. Yaani hii serikali, unajua kuna kipindi ambapo Samia amejificha sana. Mwaka huu ndio ameanza kutokea. Yaani inaonekana kwamba akili zao zilikuwa zinawaaminisha kwamba munaua, munatesa, alafu mujifiche kwa miezi miwili, mujifiche kwa wiki kadhaa, wananchi watasahau. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, wewe ni mwananchi mwenye umepoteza mtoto wako, mwenye umepoteza ndugu yako, mwenye umepoteza mzazi au umepoteza rafiki, utasahau kweli? Utasahau bila ya kupata haki? Sijui hii serikali inatumia akili ipi kipindi ambapo wanasema eti kwamba wale ambao wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii wanaendeleza ule mpasuko ambao umeweza kutokea au uliweza kutokea baina ya raia na serikali. Wacha niulize hivi, wananchi watasahau aje madhira ambayo Samia aliweza kuwafanyia kipindi ambapo Samia aliweza kuiba kura? Wananchi watasahau kivipi? Kama Samia anataka wananchi waweze kusahau hayo yote, basi wacha aweze kuwapea uchaguzi wa haki na huru. Hayo peke yake ndio raia wanasikiliza. Lakini kinyume na hayo, hizo ni stori ngonjera ambazo hazina umuhimu. Samia anatarajiaje wananchi waweze kusahau kipindi ambapo hadi leo jamaa wengine bado hawajaweza kupata wapendwa wao ambao waliweza kuuawa? Watasahau kivipi? Eti sasa mimi Ezra nilipoteza mtu wa familia yangu, niende nikae chini nitulie, si ndio? Hakuna kutulia mpaka siku ambayo Samia ataachia madaraka na mpaka siku ambayo Samia atachukuliwa hatua kali. Huo ndio msimamo wangu. Yaani kitu ambacho mimi kinanishangaza ni kwamba serikali hii inachukua mamlaka kupitia kwa mtutu wa bunduki, alafu wanataka tena kutumia kulazimisha raia wa Tanzania ili kuwakubali. Yaani wao wajichague bila ya ridhaa ya sisi, alafu watulazimishe sisi tuweze kukubali. Hakuna. Unajua kitu ambacho kinachochea mpasuko huu ambao huyu Clemence Mwandambo ameweza kuzungumzia kuendelea zaidi ni kitu ambacho kinaitwa hivi vita vya kanisa Katoliki na serikali. Serikali inaendelea kupiga kanisa Katoliki vita kipindi ambapo wanaandaa mpaka maandamano ya kwenda kukashifu kitima na maaskofu na mapadri wa kanisa Katoliki. Wanachochea ule mpasuko na mgawanyiko kuongezeka. Watatarajia vipi eti kwamba uasi wa serikali uweze kuisha kipindi wao ndio wanaongeza huo mpasuko kwa kukamata, kwa kuendelea kukanyaga raia kutoka kwa vichwa? Samia anasema eti kwamba sisi tuliweza kuwatisha raia wakarudi nyumbani na hawawezi wakatoka barabarani kwenda kuandamana. Ni jambo la kusikitisha eti kwamba serikali inatarajia baada ya wao kuweza kuwafanyia Watanzania madhira mabaya maovu kwa kuua ndugu zao, kwa kuzika miili ya ndugu zao, kwa kuiba kura, kwa kututawala kimabavu, eti tusahau, tuwakubali. Wacha nikuulize nikimalizia,
wewe utamkubali Samia kama rais wako? Ni swali tu ambalo nimeweza kuwauliza. Kipindi ambapo hao maafisa wa polisi waliweza kumwambia Clemence Mwandambo kwamba yeye ndiye anachochea mpasuko kwa kuendelea kukashifu serikali na kwa kuendelea kuimulika serikali, ni ishara kwamba Samia amekwisha kubali kwamba aliwaua raia wa Tanzania na anatafuta namna ya kurejesha urafiki ambao walikuwa nao hapo nyuma. Wazo lako ni lipi?